Karibuni tena katika tafakuri yetu ya maagano ya damu, na ujumbe wetu wa leo unahusu damu ya Yesu, na unasema damu ya Yesu yatusafisha dhambi yote. Tumeulizwa sana katika makundi mbalimbali ikiwa kama kuna tofauti kati ya dhambi na makosa. Hakika uelewa wa baadhi ya watu juu ya dhambi unabakia tu katika makosa. Lakini kwa mujibu wa Biblia, dhambi ni zaidi ya makosa. Biblia inatofautisha dhambi na makosa kama tunavyoweza kuona katika Zaburi. Inasema hivi: heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Na hii ni Zaburi ya 32 mstari wa kwanza. Usikumbuke dhambi na makosa ya ujana wangu, unikumbuke kadiri ya fadhili zako, kwa ajili ya wema wako, Mwenyezi Mungu. Zaburi ya 25 mstari wa 7. Mungu ni mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Hii ni Kutoka 34 mstari wa 7. Mimi, naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Isaya 43:25. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Yohana wa kwanza, sura ya 1 mstari wa 9. Sasa je, ni nini tofauti kati ya dhambi na makosa? Makosa ni kufanya jambo fulani isivyopashwa au kuto kufanya jambo fulani inavyopashwa. Sio kila kosa ni dhambi. Kwa mfano, mtu anaweza kumuua mtu kwa bahati mbaya bila kudhamiria. Hii si dhambi, ijapo ni kosa. Daktari kwa mfano anaweza kumpa mgonjwa matibabu yasiyostahili kwa makosa, na hii anafanya pasipo kudhamiria. Tuseme mgonjwa akafariki. Hili tunasema ni kosa, tena kosa kubwa tu, lakini siyo dhambi. Kumbe basi, dhambi ni dhamira mbaya. Dhamira hii mbaya inampelekea mtu kutenda makosa kwa kusudio. Dhambi ni uasi, na uasi unatokana na dhamiri mbaya ya kutenda kwa kukusudia. Biblia inasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Tunaipata katika Yohana wa kwanza, sura ya 3 mstari wa 4. Dhamira mbaya inatokana na hali fulani ya dhambi anayokuwa nayo mtu. Tuchukue mathalan, mtu anayo dhamira ya kuiba kitu cha mtu mwingine. Mtu huyu anatenda kosa la kukusudia la kuiba, na kosa hili linatokana na dhamiri yake inayomsukuma na hali ya dhambi ya wizi iliyo ndani yake. Mtu huyu anaitwa mwizi kwa sababu anayo tabia au hali ya dhambi ya wizi. Ndiyo maana kuiba kwake ni jambo la kawaida au la mazoea. Sisi sote
tumezaliwa katika hali ya dhambi kama Biblia inavyosema. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8. Mwandishi anamaanisha sisi sote tumezaliwa katika hali au tabia ya dhambi iliyotokana na kosa la wazazi wetu, yaani Adam na Eva. Ndiyo maana sio lazima kutenda kosa ili ithibitishe kuwa tuna dhambi, bali dhamiri zetu ndizo za kutazama. Biblia inasema, kwa hiyo ninajitahidi siku zote kuwa na dhamiri safi mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Matendo 24:16. Sasa tutazame ondoleo la dhambi. Biblia inasema hakuna msamaha wa dhambi pasipo umwagikaji wa damu, na hii tunaipata katika Waebrania 9 mstari wa 22. Je, ni kwa nini? Tutajibu swali hili katika tafakari itakayofuata. Lakini tujaribu pia kuangalia makosa. Mtu anapotenda kosa anaweza kuadhibiwa na wanadamu. Kwa mfano, mtu amefanya kosa la kuiba, anaweza kukamatwa, akachapwa viboko au akapelekwa mahakamani na sheria ikachukua mkondo wake. Pengine mtu huyu atafungwa jela kwa kosa la kuiba ambalo alipatikana nalo, na atafungwa au atapewa adhabu kufuatana na kosa lenyewe. Lakini wanadamu na hata mahakama haziwezi kuadhibu dhambi, kwa sababu mahakama au wanadamu hawawezi kuitazama dhamiri ya mtu. Kumbe basi ni muhimu kutofautisha kati ya makosa na dhambi, kwamba makosa yanaweza kuadhibiwa na wanadamu, na vilevile sio kila kosa ni dhambi, ila dhambi inahukumiwa na Mungu pekee. Tutaendelea.